Mwokozi wa ulimwengu wote, nikiwa na matumaini ya kwamba Mungu amekutunza na amekulinda. Naamini ya kwamba uko mzima mahala ulipo, na natumai ya kwamba unazidi kumtumaini Mungu ambaye amekupa uhai kufika masaa kama haya. Sidoni Pastor Isaac Hollyway Ministries, kipindi ni kweli siku za mwisho. Ninakukaribisha katika jina la Yesu Kristo, nikiwa na kukumbusha kwamba Mungu aliyekulinda mpaka ukafika masaa haya anakupenda sana. Mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema. Mipango ambayo Mungu anakupangia ni mipango mema sana. Ndio maana uko hai siku hii ya leo. Kwa hiyo una sababu ya kumtumaini huyu Mungu na kumtumikia, na pia kuendelea kumngojea yeye kwa kila jambo, kwa maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Hajawahi kushindwa na hakuna siku ambayo atashindwa. Siku zote Mungu ni mshindi, na sisi tukikaa upande wake tutakuwa zaidi ya washindi. Na hapa nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hilo tutaweza kufahamu jinsi gani tunapaswa kuenenda ili tuweze kuona ushindi katika maisha yetu. Kwa hivyo nawakaribisheni nyote wasikilizaji wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Kwanza kabisa ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Tunapoendelea kujiweka mbele zake Bwana ili Bwana azidi kutulinda na aendelee kutuepushia mabaya, atukirimie kibali cha kuona yale mema yake ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo napoomba, na wewe pia unaweza kujiombea hapo ulipo, ukamkumbusha Bwana hitaji lako. Ni Mungu wa rehema, anaweza kukusikiliza na akakutendea, nawe ukashuhudia wema wake Bwana. Zaburi 17 mstari wake ni wa 6 hadi mstari wake ni wa 9. Alafu tutakuwa tunaomba Psalm 17 verse number 6 to verse number 9. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nimekuita maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu, wewe waokoaye wanakukimbilia. Kwa mkono wako wa kulia waokoe kutoka kwa adui zao. Unilinde kama mboni ya jicho, unifiche chini ya kivuli cha mbawa zako. Wasinione wasio haki wanaoniotea, adui za roho yangu wanaonizunguka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishiye milele, tunasogea mbele zako masana wakati kusema ni asante kwa mako na fadhili zako Jehova. Asante kutulinda katikati ya changamoto za maisha, Baba, magonjwa, mikasa, mikosi, maajali. Umetupa nafasi ya kupumua mpaka masaa, tunasema ni asante. Uinuliwe Yesu na utukuzwe, abudiwe na uheshimiwe, kwa maana hakuna kama wewe. Asante kulinda studio hizi. Asante kulinda watangazaji na hata wasikilizaji. Asante Bwana kutupa nafasi hii ya kukutana masaa haya kwa ajili ya kushiriki neno lako. Sifa na utukufu zikurudie El Shaddai. Umeinuliwa kuliko vionekana na visivyoonekana. Umetukuka Jehova, na umeabudiwa na umeheshimiwa, na kando na wewe hakuna mwingine Jehova. Tunashuka chini ukazidi kuinuliwa, tukikiria kwamba sisi tumepungukiwa na haki yako. Tusamehe Bwana maana tumenena yasiyofaa, tukawaza, tukafikiri na kutenda yasiyostahili. Bwana tusamehe, tutakase na pia tusafishe, tupate kibali machoni pako masana wakati huu Jehova. Tazama sisi bila wewe hatuwezi. Tunakuomba Bwana ukazidi kuwa mlinzi, mtetezi na hata msaada wetu Jehova. Ukaangaze katika maisha yetu masana wakati kama huu Bwana, na kuinulia wasikilizaji. Kila mmoja mahali alipo Bwana unamuona na unamjua vyema. Shida yake unaijua Jehova. Bwana, wanaohitaji uvumilivu wape uvumilivu. Na wale ambao Jehova wanafaa kufunguliwa milango, Jehova fungua milango yao. Na sifa na utukufu zitakurudia Jehova. Tunakataa mipango ya shetani, njama za waganga na wachawi, washirikina, nguvu za kutoka kuzimu baharini kutesa watu, na kemea zipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, natangaza damu yako ndani ya studio hizi kwenda kwa wasikilizaji, na tunatangaza damu yako Yesu ikatiririke na kutakasa na kunena mema, kwa maana nguvu zinawe Bwana.
Uacha uzuri wako ukazidi kutawala na kumiliki. Fadhili zako zikazidi kuonekana Jehova, na sifa zitakuwa ni zako. Tamalaki Yesu, tunapolisikiza neno lako unipe hekima na maarifa kunena yapasao na astahili kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Baba, naomba likampe hekima na maarifa, likamfanya kuwa mwana katika ufalme, na kila roho ya kupinga na kuzuia injili na kemea ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, kwa maana unaenda kutenda. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Haleluya. Karibu sana msikilizaji mpendwa wa Ruben FM. Mungu amani akubariki sana, akuzidishe neema na akupe kushinda yote ambayo unaweza kana kwamba unapitia katika maisha yako. Nami nikukumbushe tena ya kwamba Mungu ambaye amekutunza, amekupa kibali na nafasi ya kufika masaa kama haya, tarehe kama hii ya leo, mwezi wa 6, anakupenda sana. Mawazo anakuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu anajua maisha yako, mipango mema kabisa. Kwa hiyo mtumaini Bwana, muamini yeye, mtumikie yeye, subiri yeye. Yale ambayo hayawezekani kwako yanawezekana kwa Mungu. Ngojea wakati wa Bwana ukifika, utaweza kuona msaada wake Mungu ndani ya maisha yako. Na pia usisahau mahali Mungu alikutoa, kwa sababu watu wengi wanasahau mahali Mungu aliwatoa. Ni vizuri kumbuka mahali Mungu alikutoa, na kwa sababu ya hapo alikutoa, mtumikie zaidi, muamini zaidi, shikamana na yeye zaidi, na utenda yaliyo bora na utaona ushindi. Uzuri ni kwamba Mungu wetu hana ubaguzi, hana upendeleo. Ni Mungu wa wote wenye mwili, hasa wale ambao wanamwamini huwa wanauona msaada wake Bwana. Kwa hiyo mtumikie Mungu, kaa katika njia za Bwana. Na jambo lingine sana la muhimu sana, ujualo ni baya usilitende. Lile unajua ni baya usilitende, epukana nalo. Hata kama kwenye hali gani, uko mbele ya nani, lile unajua ni baya, msikilizaji mpendwa, usilitende. Epukana na lile lilo baya, shikamana na lile tu lilo jema. Na mengine mwachie Mungu akupiganie, usijipiganie. Usitumie njia mbadala, mwachie tu Mungu nafasi hata kupigania. Akiwa mbinguni macho yake yanaona dunia nzima, na macho yake akiwa anaona yeye ni Mungu wa huruma. Kikuona mahala ambapo upo unateseka na hauna hatia, huruma zake zitakufikia na atatumana msaada toka mbinguni, na wewe utafika mahala pa kuona ushindi ndani ya maisha yako, kama vile ambao Yusufu aliona ushindi. Majina yangu ni Pastor Isaac, Holy Ministries, kama pastor pale GM. Kwa wale wanaweza nitomba kwa urahisi. Tunapoendelea, namba yangu ya mawasiliano 0713 10 66 42, 0713 10 66 42. Tunapiga baada ya kipindi. Ama unahitaji ushauri, maombi, ama kuja kanisani, ama kuokoka, tunapiga namba hiyo ya simu baada ya kipindi, na itakuwa ni baraka sana. Bado niko hapa na lile somo letu. Mimi hapa nimekuja tu kufundisha neno la Mungu ili tuweze kulijua sote, ndipo tuweze kuona ushindi. Tunaangalia life is a battle. Maisha ni vita. Maisha ni vita. Life is a battle. Na tunastahili kushinda. We need to fight and win. Na ndio tuweze kupigana na tuweze kushinda vita vya maisha haya, tuweze kuona baraka za Mungu na tupate uzima wa milele. Lazima tuangalie tuishi vile ambavyo inafaa. We must live right. Tusiishi tukiolela. Hata Paulo anapoandikia wa Efeso anaambia angalieni jinsi mnavyoenenda. Vita anapoandika anasema kweni makini. Mwe makini. Kwa hivyo lazima you live right. Usiishi tu kawaida, usiishi tu hivyo. Lazima ujue maisha ni vita. Uishi kwa ile njia inafaa. Ndiposa uweze kuwa mshindi na uone msaada wa Mungu katika maisha na mwisho wake uzima wa milele. Na kuna vipengele ambavyo tunafaa kuvizingatia katika maisha yetu ndio tuweze kuona ushindi, ama tushinde vita vya maisha haya. Na ndivyo nazidi kukusisitizia hata leo katika jina la Yesu Kristo. Ngali pale kitabu cha Waefeso sura ya 6. Mimi wanapenda kufundisha neno la Mungu moja kwa moja, mstari kwa mstari, ili angalau kuonekana wawili ama watatu watakao
waelewa na wasaidike. Kwa hivyo usikatae mafundisho, yasikilize, yakubali, weka maanani, kwa maana itakusaidia. Na pia unaponisikiliza, kama uko na moyo ulio wazi katika kuhubiri, Mungu ambaye ananituma anaweza kusababisha nikaongea kitu ambacho uko nacho ndani ya akili yako, nikiwa nakupea jibu au njia unafaa kupitia. Kwa hiyo injili inapohubiriwa, unafungua moyo wako, unakubali lile neno linapohubiriwa. Ndiposa kama kuna mahali umekwama, Mungu atapeana hekima, maana ndio mwenye hekima yote. Atashusha hekima uweze kupata ufahamu wa njia ambayo unafaa kutumia, kwa jina la Yesu. Tukiwa pale Waefeso 6, nianzie mstari wa 11 tena, alafu tuende kwa ule mstari tuliachia wakati ule mwingine. Maandiko yanasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, toeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni mkiwa mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kama viatu vilivyofungiwa miguuni mwenu, muwe tayari kutangaza injili ya amani. Zaidi ya yote, mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto yenye ule mwovu. Hapo ndipo tulifika wakati ule mwingine. Tunaambiwa kwamba katika maisha tuko vita na tunashindana na falme, mamlaka na mapepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Lakini Mungu anatupea vigezo vya kuzingatia ili tuweze kutokea kwamba tumeshindana na tukashinda. Tumepigana vita na tukashinda. Na tunaambiwa kwamba tunastahili kuwa tumezingirwa na haki, ama tumezingirwa na kweli. Nafanya kukumbusha tu, whatever you go through, mtu wa Mungu, life is a battle. Make sure you are living a true life. Umezingirwa na ukweli. Don't fake anything. Don't lie. Don't use your problem as a tool to lie. Utakuwa umeanguka, utakuwa umeshindwa, utakuwa umeanguka mtihani. Hata kama unapitia nini, always be surrounded by the truth. Zingirwa na ukweli. Jambo lingine amesema kwamba dirii yake kifuani. No matter what you go through, you must always be purpose kufanya mema. Kwamba hata kama nimeteseka, nimekosewa na mtu, lakini my purpose is to do what is right. Kwa hivyo siwezi kukuwa na purpose ya kutenda mabaya. Nitakuwa na ile purpose, nitakuwa I am purpose to do what is right. Hivyo ndio Mungu ataachilia ushindi katika maisha yako. Hivyo ndio mema yataonekana ndani ya maisha yako. Na anasema jambo lingine ambalo nafaa kuzingatia pia. Anasema kwamba na unakuwa mtu ambaye miguu yako imefungiwa amani. Yani wherever you go, no matter what you go through, you are going to make peace. You are after peace. Hauendi visirani, hauendi matukano, hauendi vita. Maana umeelewa life is a battle. Kwa hivyo sitaenda vita, ninaenda kwa amani. Ninatafuta amani. Maandiko yanasema katika Hebrews 12 verse number 14, kwamba pursue peace with all men and holiness, whereby no one will see God without this. Tutafute amani na watu wote. Kwa hivyo mtu ambaye anataka kushinda vita vya maisha haya, lazima awe mtu wa amani. Mtu kama wewe unabeba watu ndani ya moyo, wewe ni mtu wa kupigana na watu, wewe ni mtu wa kugombana na watu, wewe umeshashindwa na huwezi kushinda. Lazima ubadilike. Fungia miguu yako injili ya amani. Hata usikie nini, wewe kuanga mtu wa amani. Life is a battle. Kuwa mtu wa amani ndio uweze kushinda hii vita, mtu wa Mungu. Ubarikiwe. Jambo lingine amesema tuvae ngao ya imani, ambayo tumeizungumza sana kama wiki mbili zimepita. Ngao ya imani. Maana pia imani ni kitu ambacho watu wengi hawana. Na wengine wana imani fake. Imani ya mawazo haiko ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo wanaweza kuvumilia kwa muda kidogo na wakarudi katika kujichanganya tena. Kwa hivyo no matter what you go through, you must understand that life is a battle. Kwa hivyo nitakuwa naweka imani kwa Mungu. Nitaamini Mungu anaweza. I will believe in victory. I will have positive ambitions katika maisha regardless ya kile nimepitia. Regardless ya kile nimeona, nitakuwa mtu ambaye ako na imani. Kwa hiyo unakuwa na imani.
Haijalishi unapitia nini, unakuwa mtu ambaye uko na imani. I have faith, niko na imani. Imani tuliona kwamba ni kuona mema mbele. You forget about ile shida uko nayo, mapito leo, unaanza kuona yale mema. Mawazo ya Mungu ni mema, mipango ya Mungu ni mema. All things work for good. Kwa hiyo unaanza kuona yale mema. Na kwa sababu ya hiyo sasa unakuwa kwamba kwa maana niko na imani na Mungu, siwezi kuchukua njia mbaya. Unachukua kama Yusufu, alikuwa naamini Mungu, akasema siwezi fanya usharati. Unakuwa kama Shadraka, Meshaki na Abednego, walikuwa naamini Mungu, wakasema hatuwezi inamia sanamu. Maisha ni vita mpendwa, muamini Mungu. Na mimi nakurudia tena, kama unataka kuona mema lazima utapitia mabaya mengi sana. Lazima. Kama wewe una matarajio, una matumaini ya kuona mema, utapitia mabaya mengi sana, utakosewa sana. Utateswa sana, utatendewa mabaya sana. Lakini kwa hayo yote lazima uwe mtu ambaye unajua kwamba ninafaa kuwa na imani. I am supposed to believe. Niamini ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo niendelee kama mtu wa ukweli. Kama ni kwa ndoa, sio kwa sababu ndoa imeingia shida unaanza kuwa mtu wa kwenda nje ya ndoa. No. Unazingirwa na kweli hata kama kuna shida ya ndoa. Unakuwa na mawazo ya kutenda mema, si unaanza kuwaza ama mzee ni muache tu, ama sijui niende tu nikajue, ama sijui niende tu nikafanye. Shetani atakupata hapo na ataingia ndani yako na atakumaliza. Unakuwa mtu ambaye hata kuwaza kwako unawaza mema. Na unakuwa mtu ambaye ni amani, utakuwa mtu wa amani hata kama kumefanyika nini. Kwa sababu umeelewa life is a battle and I must fight to conquer. I must win. Na ndio nishinda, lazima nizingatie vifaa hivi ambavyo tunaambiwa leo. Sijui kufika hapo ni kipi ambacho wewe hauna. Ni vizuri kujitafakari. Wapendwa, tumwamini Mungu. Jambo lingine ambalo tunafaa kuzingatia ndio tuweze kushinda vita vya maisha haya. Tuweze kushinda falme za shetani. Tushinde wakuu wa giza hili. Tushinde mamlaka ya kishetani. Tushinde yale mapepo mabaya ambao huingia ndani ya watu. Tuweze kuonekana sisi ni washindi. Jambo lingine anasema kitabu kile cha Waefeso 6 mstari wake ni wa 17, tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Silaha ingine ya kushinda, anasema tupokee chepeo ya wokovu. Lazima ukubali kuokoka. Hakuna kushinda kama hujaokoka. Hakuna mpendwa. Bidii bila kuokoka ni bure. Life is also spiritual and life is a battle. Anasema tena tupokee chepeo ya wokovu, tuokoke. Wako watu wanataka waombewe na wajamkiri Yesu. Basi wewe niombeange tu na unampeana mpaka sadaka. Unafanya kazi bure, kwa maana hayo maombi hayawezi fika mahali. Yatambulokiwa. Lazima ukubali kuokoka. Umkubali Yesu. Kuokoka, Paulo ameeleza habari ya wokovu. Katika Warumi 10 ameeleza habari ya wokovu. Wewe unanisikiza, je, umeokoka? Maana unaambiwa kwamba ndio tuweze kupigana tushinde, lazima tuvae chepeo ya wokovu. Na kama umeokoka, wewe wokovu umeuvaa kweli. Unaweza kana umeokoka na hujavaa wokovu. Umeweka store, umeweka mahali wokovu, hujauvaa. Ukiwa kazini wewe ni mtu wa kawaida. Ukiwa nyumbani wewe ni mtu wa kawaida. Wokovu wako unachukuanga Sunday. Siku ya ibada ndio unachukua, haujauvaa. Anasema tuvae chepeo ya wokovu. Tuvae. Kama umeokoka, wewe umevaa wokovu. Yesu alisema uwezi kuwasha taa ukaka chini ya kiango. Some Christians we are failures because wokovu wetu ni kanisani. Nje ya kanisa sisi ni regular people. We are watu wa kawaida. Ndio unakuta kwamba hata Wakristo wanapagawa. Kwa sababu wanawacha silaha. Askari akiacha silaha atamalizwa. Lazima atembee na silaha. Romans 10 verse number 9. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kuokoka ni kumwamini Yesu kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua, alikufa na akafufuliwa katika wafu. Na unakiri kwa kinywa chako. You confess with your mouth. Anasema hapo ndio kuna wokovu. Kuna watu waenda kanisani lakini hawajawahi kiri. Kwenda kanisani sio kuokoka. Unaweza kwenda kanisani you are not born again. Haujaokoka.
You are not saved. Na unaenda kanisani, unatoa sadaka na fungu la 10, lakini hujaokoka. Unajua maeneo ya ibada yalikuwepo hata kabla Yesu kuja duniani kuleta wokovu. Mtu wa Mungu, wakati mwingine wahubiri kama wakuambiwa habari za wokovu, wanakuambia tu sadaka sijui fanyiki. Mtu wa Mungu, bila wokovu hakuna kushinda. Shetani hatuwezi kumshinda bila wokovu. Hata tuombe nje ya wokovu, kama hatujamkiri Yesu kwa vinywa vyetu, hatujamkiri Kristo, sio kumwamini tu, lakini pia kumkiri. Unaweza kusema mimi naamini Yesu, lakini kama hujakiri, basi umefanya kazi nusu. Yohana 12 mstari wake wa 42. Lakini hata katika wakuu walikuwemo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasija wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Hawa ni watu waliamini Yesu, lakini tunaambiwa kwamba waliogopa kumkiri, ili wasije wakatengwa na sinagogi, kwa maana walipenda utukufu wa watu kuliko utukufu wa Mungu. Wewe unaogopa kumkiri Yesu. Wakiuliza nani hajampokea Yesu, wewe unaogopa wa fulani anione nikiombea wokovu. Paulo anamwambia Timotheo, yashike yale maungama uliungama mbele ya watu. Wewe unayenisikiliza, unaenda kanisani, ulishawahi kuungama mbele ya watu kwamba Yesu ni Bwana? Hawa ni watu wanasemekana walimwamini, lakini tunaambiwa kwamba waliogopa kumkiri. Unaenda kanisani, wakisema nani hajamkiri Yesu akuja tumuombe, wewe unaogopa. Alafu unasema utamjina shetani. Shetani umwezi, vita utalemewa. Anasema tupokee chepeo ya wokovu. Tupokee chepeo ya wokovu, tuokoke. Hakuna ushindi nje ya wokovu. Kama unanisikiliza na hujamkiri Yesu, uko upande mbaya sana. Mathayo 10 mstari wa 33. Mathayo 10 mstari wa 32. Matthew 10 verse 33. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Kama hujamkiri Yesu, wewe ni failure. Vita mpendo, utashindwa. Okoka leo, mkubali Yesu, mkiri Yesu. Usiende kanisani tu na hujamkiri Yesu. Don't just join a church. Hawa watu tumesoma katika Yohana 12 walikuwa wakienda maeneo ya ibada katika sinagogi, lakini ikaonekana ya kwamba wamekosa kumkiri Yesu, ijapokuwa walikuwa wanamwamini. Unaweza kumwamini lakini umekataa kumkiri, basi wewe you can never win the battle of this life. Wahubiri ambao mnasikiliza, wakati mwingine watu wakija kwako, hata Wakristo wanakuambia nina matatizo, waulize walishamkiri Yesu. Maana matatizo mengine yanakuwa kwa sababu mlango uko wazi. Hajamkiri Yesu, akaingia ndani akafunga mlango. Mlango uko wazi. Na Yesu mwenyewe anasema kama utaingiwa uoga, utasikia wakisema nani anataka kuokoka, nani haja wokoka, tumuombee wokovu. Na wewe uangalia useme ninaogopa kwenda kuombea wokovu. Basi anasema ukiogopa kumkiri mbele ya watu, na yeye hawezi kukiri mbele ya Baba. And if Christ cannot confess you before the Father, then the devil cannot fear you. Hawezi kushinda, hawezi kuogopa. Lakini wakati Kristo anakukiri mbele ya Baba, hapo ndipo sasa shetani atakuogopa. Kwa maana umebeba authority ya Baba ndani yako. Anasema wale walimpokea aliwapa uwezo. Aliwapea uwezo. Kwa hivyo wakati hujampokea Yesu hauna uwezo. You are powerless. Kama hujaokoka mpendo, wokoke. Bidii yako bila kuokoka ni bure. Kumbuka Mathayo Yohana 15 anasema, Yesu anasema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Yesu asipokuwa ndani ya moyo wako, hata ukunywe mafuta, ujipake mengine, ulalie kitambaa, utoe 1,100 ukampe mchungaji akutabirie, kama Yesu hajaingia ndani yako, hujamkiri Yesu, you are still a failure. For minus Jesus we can do nothing. Afadhali hata ungefanya kama mtu anaitwa Nicodemus. Na ndio maana mimi nakupa namba yangu ya simu, ukanipigia
ni kuombea wokovu. Nicodemus alisikia injili sokoni, akasikia ameingiwa uoga, maana yeye ni mtu anajulikana, lakini akasikia ni kama sina uhusiano na Mungu, maana kumbe sijamkiri Yesu. Nicodemus akajificha usiku, akaenda kwa Yesu, akasaidika. Si hata wewe uchukue namba useme mimi naenda kanisa lakini sijawahi mkiri Yesu, nataka nimkiri Yesu, uombee wokovu. Kwa maana wengine hata wana fast, they are fasting and they have never confessed Jesus before men. They have never, hawajawahi mkiri Yesu kwa vinywa vyao. They just join the church, walijiunga tu na kanisa. Ndio maana wengi watakataliwa. Mtu wa Mungu, wewe umemkiri Yesu? Umemkiri Yesu kweli? Wale wanamkiri, anawakiri mbele ya Baba na malaika zake. Wale wanamkataa, basi naye pia anawakana. Pokea chepeo ya wokovu. Revelation chapter number 12. Ufunuo Yohana 12. Sikiliza mtu wa Mungu, kama hujaokoka uokoke. Maisha ni vita, na huwezi kushinda bila wokovu. Huwezi, ni vita mpendwa. Lazima ukubali kuvaa wokovu. Helmet lazima uvae. Barabarani vita ni vingi. Vaa helmet, wokovu, vaa wokovu. It will defend you. Salvation will defend you. Wokovu unakufanya unakaa ndani ya vita and you can't be injured because of salvation. You cannot be injured. Huwezi kuwa na injury yote kwa sababu ya wokovu. Unatokea mbele, umepitia magumu, lakini unatoka mbele ukiwa bado uko sawa kwa sababu ya kuokoka. Revelation 12 verse number 11, kwa sababu ya muda. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Tunaambia wale walimshinda shetani. Hii ni mambo ya shetani yanaongelewa hapa. Wale walimshinda shetani, vita vilikuwepo, lakini wale walishinda, tunaambiwa ni wale ambao walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ukikataa wokovu, unaishi bila damu ya Yesu. Damu ya Yesu inakuwa activated kwa mtu ambaye amemkiri Yesu, ameamini kwa moyo wake na akakiri kwa kinywa chake, hakuogopa watu, alimkiri mbele ya watu Yesu Kristo kwamba ni Bwana. Sasa huyo ndiyo mtu ambaye the blood of Jesus is activated in his life. Kwa hivyo he will conquer the devil because the blood is the one that will conquer the enemy. Na mtu ambaye hajaokoka hana ushuhuda wowote. Huwezi kumshuhudia shetani atoroke kama huja una Yesu ndani yako. Hawa walimshinda kwa sababu ya ushuhuda wao, wakamshinda kwa sababu ya neno na ushuhuda. Mtu wa Mungu, najua watu wengi sana hawajamkiri Yesu. Kanisani wameenda miaka 10, miaka 5, miaka 4, sadaka mafungu ya 10 wanatoa, panda mbegu lakini hao wenyewe hawajawahi mkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Hawajawahi mkiri. Paulo anapoongea na Waebrania, kuna kitu anawaambia hapa. Waebrania sura yake ni ya 3. Hebrews chapter number 3. Mstari wake wa 14. Anasema, kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Mwanzo wa udhabiti wetu, the beginning of our confession. Where have you confessed Jesus? Umeshawahi mkiri Yesu kweli? Hata Paulo anawaambia Waebrania wanasema kushika ule mwanzo wa udhabiti wao, mwanzo wa confession yao, wa kumkiri kwao Yesu mpaka mwisho, ndio wakwenda ushirika na yeye. Wewe ulimkiri Yesu mpendo? Umemkiri Yesu kweli? Chapter 10 verse 23 anasema hivi. Hiyo ni Hebrews 10:23. Anasema, na mulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Mulishike ungamo. Wewe uliungama wapi Yesu ni Bwana? Wataka uombewe, wataka ushinde, lakini umemkataa kumkiri Yesu. Watu wengine wanasema wameokoka kwa sababu wako na Christian name. Having a Christian name does not mean you are born again. Unaweza kuwa na jina la Ukristo kwa sababu ulizaliwa kwa familia ya Kristo, ya Wakristo. Na kuzaliwa kwa familia ya Wakristo haimaanishi umeokoka. Lazima umkiri Yesu. Hata kama baba yako ni pastor, mama yako ni shirishi watewa kanisani, lazima wewe mwenyewe
umkiri kwa kinywa chako. Hakusema kinywa cha mama kitamkiri Yesu kwa sababu ya baba. Lazima wewe mwenyewe umkiri Yesu kwa kinywa chako upate wokovu, na wokovu ndio silaha ya kumshinda shetani. Bila wokovu huwezi kumshinda shetani. Pokea chepeo wokovu mzee. Pokea chepeo wokovu mama. Kijana, pokea chepeo wokovu. Wacha kutangatanga kwa manabii. Okoka. Okoka, utamshinda shetani. Mkubali Yesu, mkiri Yesu, ungama. Tenda mbele ya watu. Usiogope watu, maana amesema ukiogopa kukiri Yesu mbele ya watu, basi anasema na yeye hawezi atakukana mbele ya Baba. Ukiogopa kumkiri mbele ya watu, na yeye anakukana mbele ya Baba na malaika zake. Sasa mpendo, kama hujaokoka, kubali uokoke. Kubali uokoke. Mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Nje ya wokovu hakuna kitu mpendwa. Vita ni vikali. Pokea chepeo ya wokovu. Na ukisha okoka, vaa wokovu. Wacha kuokoka na kuacha wokovu kanisani. Vaa wokovu. Wacha kila mahali julikane wewe umempokea Yesu Kristo. Umemkubali Yesu. Sio unakuwa kama watu wengine wa pikipiki, wana helmet yako nayo na hajaivaa. Hata mwingine aliwacha nyumbani. Sasa ulinunua ya nini? Watu wengine tuko hivyo. Wokovu tumeuacha mahara, hatujauvaa wokovu. Na ndio maana kuna kwamba vita tunalemewa. Hata dhambi zinatulemea. Haki tunashindwa kusimamia kwa sababu our salvation tumeiweka mahali fulani. Vaa wokovu mpendwa. Kama umeokoka, wacha ijulikane umeokoka. Kila mahali tangaza msimamo. Ijulikane umeokoka. Itakusaidia kushinda vita. Kama ni kazini, wacha kazini kwako wajue ya kwamba wewe ni mtu ameokoka. You are born again. Ndio sasa hiyo itakusaidia kushinda. Kila mahali vaa wokovu. Wewe uko peke yako, uko katikati ya watu, uko na shida ama una shida, unastahili kuwa ya kwamba umevaa wokovu. The helmet of salvation. Kila mahali unatambulisha kwamba mimi nimeokoka. Si kama wengine hata ni wahubiri, lakini kazini kule wanafanya makazi, hawezi kukubali kwamba yukane mhubiri. Wengine ni waimbaji kanisani, lakini kule makazini ni watu wa dunia kawaida. Na hawataki julikane wao ni watu wameokoka. Alafu wanataka kumshinda shetani. Utamshindaje shetani na wewe umekataa kuvaa wokovu? Umeweka wokovu kanisani tu. Ni Jumapili ndio unakuanga umeokoka. Siku zingine wewe ni mtu wa kawaida. Hadi wanasema tumevaa sura ya kazi. Vaa sura ya Yesu. Wacha kuvaa sura ya kazi. My life is a battle. Ukiokoka, vaa wokovu kila mahali unaenda. Matendo yako yaonyeshe wokovu. Hata mtu anaitwa Yohana Mbatizaji aliwaambia mzae matunda yapatanayo na toba. Mzae matunda yanayopatana na toba. Sasa wewe ukiweka wokovu wako ni kanisani pekee, utalemewa. Shetani atakushinda. Weka wokovu public. I am born again. I am for Jesus. Usiweke taa chini ya kiango. Weka taa juu ya kiango. Imulikie watu wote wanaoingia kwa ile nyumba ambayo ni dunia hii. Wote unaokutana nao wajue ya kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka. You are born again. Sio unajificha. Utaki watu wajue umeokoka. Wakati unaficha utaki watu wajue umeokoka, wewe umeshaanguka. Shetani ameshakushinda. Sio mtu alikwambia Bwana Yesu asifiwe, unakataa kujibu. Na wewe umeokoka. Sasa wewe umeficha wokovu. Huwezi kuona, huwezi kushinda. Kama umeokoka, wacha kila mtu ajue wewe umeokoka. Usiweke taa chini ya kiango. Usifiche wokovu wako. Weka wokovu wako wazi. Mlevi akishalewa huwa afichi ni amelewa. Hata barabarani utajua huyu amelewa. Na wewe umelewa Roho Mtakatifu, lakini umemficha na unataka ushinde.
if we want to pray in secret and God to answer in public, then we must manifest God in the public. Lazima tumudhihirishe Mungu katika uwazi, tumuonyeshe kwa mataifa. Kila mahali upo ijulikane umeokoka, ndio ukimuita kwa siri na yeye pia atakutambulisha kwa wazi. Lakini usimesikia hawa Wayahudi waliamini lakini wakaogopa kumkiri. Kwa hiyo ikaonekana wameamua sisi tutajificha tu isijulikane kama tumeokoka. Sijulikane kama tumemwamini huyu Yesu. Waje tukae tu. Na wewe unataka watu wasijue umeokoka. Basi ujue kwamba wewe huwezi kushinda vita. Lazima uvae chepeo ya wokovu. Na amesema wokovu unaambatana na neno la Mungu. Wokovu unaambatana na neno la Mungu. Silaha nyingine anasema kwamba mnapookoka mbebe upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sasa wakati umeokoka na wewe umekosa kutembea na neno la Mungu. Umeokoka unaenda kanisa hata neno la Mungu hujui. Wokovu wako bado hautakuletea ushindi. Yesu Kristo wale walimpokea, kuna kitu aliwaambia wale walimwamini katika kitabu kile cha Yohana 8. Yohana 8 mstari wa 31 amesema wokovu unatembea na the word. Kwa hivyo lazima utafute neno la Mungu ndio uweze kushinda. Kumbuka Mathayo 4, muda wangu ni kuisha umeisha. Mathayo 4, kumbuka alimshinda shetani Yesu kwa kutumia neno, the word. Hata hapo Revelation naambia walishinda kwa sababu ya ushuhuda wa neno la ushuhuda wao. Unaweza kuta wewe unajua tu wachezaji wa Man U, unajua tu wachezaji wa mpira na wanasiasa, unajua mpaka MP wa fulani na fulani, lakini hata mstari mmoja kwa Biblia haujui. Na unataka ushinde, unataka break the boundary ya familia yenu. Ati yale familia ilipitia usipitie, utapitia. Ushindi tunaupata kwa neno la Mungu, through the word of God. Sasa kama wewe umekataa kubeba neno la Mungu, haulisomi neno, kwanza wewe Mkristo hausomi neno, unangojea Jumapili tu. Hata wengine ni Wakristo, simu ya pesa mingi, Biblia hata ya 500 hauna. You don't have. Na unataka Mungu akusimamie, wataka ushinde hii vita. Ati roho ya talaka ya kwenyu ikuachilie. Itakuachiliaje na ujui hata neno la Mungu linasemaje? Unajua hata maombi bila neno haiwezi fanya kazi. Lazima maombi yachanganywe na neno la Mungu ndio ifanye kazi. Sasa wewe wataka uondolewe kwa roho ya kwenyu. Sio maisha ya kwetu. Mateso ya kwetu yasinifuate na neno la Mungu wewe ulijui. Hata utaki neno. Yaani kuna watu hata wameokoka na wataki neno. Hata wengine ni pastors, wahubiri. Kuna siku moja nikawalika mkutano wa wahubiri mahara. Na kabla tuende nikasikia wakijadiliana vile mkutano ule mwingine ulikuwa. Nikasikia mhubiri mmoja anasema alikuwa anasomea watoto, anakuwa anasomea Biblia, anafikiria sisi ni watoto. Sisi tumekaa na Biblia sana, anatusomea Biblia aje? Nikashindwa, kwani wahubiri wamebeba Biblia mpaka wamechoka, wameloa Biblia. Sasa hata mikutano yao hawaongei mambo ya Biblia tena. Kama tutakutana kama wahubiri na tuongei neno la Mungu, tutakuwa tumekutana kufanya nini? Hapo ndio tunafundishana kuuza maji na kuuza vitambaa, kunyang'anya watu na kudanganya watu, kutolea watu nabii wa uongo. Mtu wa Mungu, maisha ni vita. Ndio ushinde unahitaji uokoke, na ukiokoka unakaa na neno. Yohana 8:31 basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Mkikaa katika neno. Baada ya kuokoka ni kukaa kwa neno. Maana neno ni upanga. Neno hili ni upanga, unakata kila minyororo. Neno linakata kila mipango ya shetani. Mpaka Yesu anasema katika neno utajua kweli, na kweli itakuweka huru. Sasa wengine badala tuhubirie watu neno wajue ukweli, baada ya kuokoka unaambiwa kuja deliverance. Sasa deliverance ni kuangushwa chini, kumwagiwa maji, kusukuma na pasa. Upumbavu mkubwa sana. Yesu anasema ndio mtu awe huru, afunguliwe, anahitaji akae kwa neno. Katika hilo neno atajua ukweli. Akishajua ukweli, ukweli wenyewe unamweka huru, sio kusukumwa na kumwagiwa mafuta na kuvinywa mdomo ati ni kufunguliwa.
Huo mpendo huyo ni visarakasi tu. Kama hiyo ndio kanisa unaendanga watu kuangusha tu kila siku, afadhali ukae nyumbani uombe Mungu kwanza, umuulize Mungu akupe mahali pa kuenda. Toka mahali kuna visarakasi. Na unakuta ni ule tu mwenye anaukanga ni huyo tu ndiye anaukanga. Huyo tu mama ndiye anaukanga tu. Na makanisa yale imekuwa tu kina mama ndio wanaangushwa. Na wazee waangushi. Ukiangalia Yesu, Mathayo, Marko, Luka, utaona ya kwamba kama kuna watu Yesu alitoa mapepo ni wanaume. Asilimia kubwa ya wale Yesu alitoa wanaume. Lakini leo makanisa yale imekuwa ni akina mama ndio wanaanguka tu. Mtu wa Mungu, ukombozi wa kweli ni hili neno. Wakati umeokoka unafaa kutafuta mahala kuna hubiriwa neno. Ukalijue neno la Mungu. Maana ndani ya hili neno utafahamu kweli. Na ile kweli itakuweka huru. Sio maombi ya pasa itakuweka huru. Ni the word, the truth of the word. Ukweli wa hili neno ukiujua, huo ndio utakuweka huru. Kwa maana ukijua vile neno la Mungu linasema, cha kwanza utajua kuenenda, cha pili utajua kumkaribia Mungu. Neno hili linatuonyesha jinsi tunafaa kuenenda, na linatuonyesha jinsi ambavyo tunafaa kumkaribia Mungu. Kwa hiyo ukikaa kwa hili neno utajua nafaa kuenenda hivi, sifai kuenenda hivi, na utajua nafaa kumkaribia Mungu na hii njia. Mtu aitwa Danieli akikuwa Babylon akasoma neno ambalo Yeremia alikuwa ameandika, akagundua kumbe inafaa tutoke Babyloni baada ya miaka 70, na akahesabu akaona 70 years imepita. Kwa hivyo akaenda mbele za Mungu akiwa na neno, having the word, na ndio maana walitoka Babyloni. Wakati mwingine ukiombea ndoa yako una mstari gani wa Biblia? Ukiombea biashara yako una mstari gani wa Biblia? Ama ni kuongea tu maneno? Watu wa Mungu, maisha ni vita. Tunahitaji kuokoka na tukae kwa hili neno, na sio maneno, neno la Mungu. Usiende watu wanakuambia kwenyu kulikuwa. Waenda kutafuta mtu anakuambia Biblia inasema nini. Sio mambo ya kwenyu naona kiziu na foto na nini. Hiyo yote ni uongo tu wa wanadamu. Ni kutafuta, unataka pesa. Unahitaji mahali unaambiwa neno la Mungu linasema hivi. Hii ndio njia, hii si njia. Hii ndio njia, si. Hapo ndio sasa utajua ukweli, na ile kweli itakuweka huru. Kwa hiyo mtu wa Mungu, okoka na upokee neno, uchukue upanga ambao neno la Mungu. Sasa badala uchukue upanga unauziwa vitu ambavyo hata havisaidii, ni uongo tu. Badala mtu akupee upanga ambao ni neno la Mungu, ambao ndio litakutetea likakuweka huru, unauziwa vitu. Mtu wa Mungu, Mungu hawezi kusaidia kupitia kitu umeuziwa, hawezi. Maana Mungu hawezi kuuzia mtu kitu. Usikubali kudanganywa, mtu wa Mungu. Vile ninakufundisha neno la Mungu hivi, lifuate hivyo hivyo. Mimi nabega watu, injili nakuhubiria, ukiifuata hata hutahitaji kuombewa. Ukiifuata hivyo inasema utakuwa unajiombea wewe mwenyewe, na Mungu atakuwa anakusaidia. Yaani unajua mtu wa Mungu, kanisa la kweli nikikuacha sasa, kanisa la kweli watu hawapangi laini wakaombea mahitaji. Kanisa la kweli watu wanasimama kushuhudia yale Mungu amewatendea. Hiyo ndio kanisa la kweli. Bwana akubariki sana na akutende mema. Naona muda wangu umekwisha. Hayo umeyasikia, weka ndani yako, tafakari. Mahali pana rekebisho turekebike ili tuweze kuona msaada wake Mungu. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako. Asante kwa wale ambao umegusa wakasikiliza. Baba, ninaomba neno lako lifuatilie na ukalitie nguvu, pia ulipambanue wakalielewa kuliko vile nimeongea Jehova, ili sote tukaweze kusimama upande unafaa Jehova. Endelea kutenda mema kuanzia kwa studio hizi kwenda kwa wasikilizaji, watendee mema Bwana. Wengine wapo waliodanganywa mpaka wamedharau neno lako, wamedharau kanisa, wamedharau wahubiri. Watembelee usiku wa leo Bwana Yesu, wavute, waonyeshe kweli yako. Kile walikuwa wanadanganywa nacho wasaidie wakakione Bwana, ili watambue ni Mungu na sifa zitakurudia Bwana. Wengine wamenisikiliza Jehova, wamefungwa macho, wako mahali pa uongo. Baba, watembelee, wafungue macho wakajielewe na wakaongoze mahali kuna ukweli, na sifa zitakurudia Bwana. Tamalaki Jehova, onekana, jitukuse. Mikasa mikosi tuondolee, ndoto mbaya Yesu ondoa. Minuko ya shetani, magonjwa kutuma na kutituma, tunakemea pate kushindwa katika jina la Yesu. Baba, damu yako itakase kuanzia studio hizi kwenda kwa nyumba za watu wako. Mahali pote sauti imefika, damu Yesu nena mema. Damu Yesu ikafungue na ikaweke huru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana umetenda Bwana. Umeinuliwa na umetukuzwa na umeabudiwa. Baba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Mungu wa amani akubariki sana, akutende mema.
Majina yangu ni Pastor Isaac wa Holyway Ministries. Tuko hapa Mkuru kwa Ruben. Namba yangu ya simu ni 07 13 10 66 42. 07 13 10 66 42 au 01 17 12 64 84. 01 17 12 64 84. Kwa mtandao wa kijamii ni Holyway Kenya. Hadi wiki ijayo, Mungu amani akupe amani. Amina.